Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sheikh Kasim Mafuta alinitumia ujumbe wa nasaha, na ujumbe nauweka hapa, musikilize. Usikilizeni huu ujumbe, na mimi naahidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kufanyia kazi huu ujumbe ama hizi nasaha, naahidi kuzifanyia kazi inshallah. Mwenyezi Mungu atupe umri, atupe afya, atupe amani, atupe mshikamano, na tuwe na mapenzi ya haki na ya kweli kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tusidharauliane. Na weka hapo voice yake, isikilizeni nasaha alizonipa, na inshallah nitazifanyia kazi nasaha hizi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yangu Ustadhi Juma na Msoma, vipi hali yako? Habari za siku nyingi, habari za kupotezana. Bila shaka mzima unaendelea vizuri. Sisi kwa upande wetu tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, tu wazima, tuko salama, tunaendelea vizuri, na fadhila zote ni za Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kukujulia hali, nina jambo moja nataka kuzungumza na wewe kwa njia ya kukunasihi, kwa sababu Uislamu, dini yetu, imejengwa juu ya watu kunasihiana na kuambiana maneno ya sawa sawa. Na wewe ni mtu tujuana, ndugu yangu, nimeona nitumie fursa hii kama wajibu juu yangu. Kama nasaha hizi utazipokea na ukazikubali, ukazifanyia kazi, basi nitakuwa mimi nitaingia katika kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, ad-dalu ala alkhairi kafa'ili. Mtu mwenye kuwafahamisha watu khairi, mwenye kuifahamisha khairi ni kama aliyeitenda. Tunatarajia kupata thawabu kwa hili. Na kama hutazichukua nafasi hizi na kuzifanyia kazi, basi wama alaina illa albalaghul mubin. Sisi hatuna wajibu tena juu yetu isipokuwa ni kufikisha kuliko wazi. Tutakuwa nimekufikishia, nimeondosha dhima kwangu. Kuna kadhia inaendelea kwenye mitandao, narushiwa na jamaa zangu na watu wangu. Naona una maneno mengi unayozungumza dhidi ya ndugu yetu yule Sheikh Nuruddin Kishki, na hizi kadhia zinafungamana na heshima na ardhi za watu, na suala za a'radhi na heshima za watu. Sheria ya Kiislamu imepambana sana kuzilinda na hasa tuhuma ya uzinifu. Mipaka yake wewe Sheikh waijua, kwa sababu umesoma aya, wazijua hadithi, wazijua. Ukisoma suratul Nur, Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea msingi madhubuti sana katika kuamiliana na tuhuma na kashfa za zinaa. Kwanza, habari zozote zinazokuja zinazomtuhumu mtu juu ya uzinifu hazitakiwi kusadikiwa, ni marufuku kuzisadiki. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia katika suratul Nur kwenye aya ya 12, ukisoma vizuri kabisa aya hii na wewe waijua, laula id sami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khayra wa qalu hadha ifkum mubin. Lau pindi mlipozisikia hizo habari, basi waumini wanaume na waumini wanawake wangedhania kheri kwenye nafsi zao, wangezidhania nafsi zao kheri, na wangesema huu ni uzushi ulio wazi. Kwa hiyo habari yoyote inayokuja inayomtuhumu mtu juu ya suala la zinaa, hatua ya kwanza ni kuikadhibisha,
mpaka itakapokuwa wale waliokuja nayo wameleta ushahidi. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katika aya inayofuata akasema laula jau alayhi biarba'ati shuhada, basi si wangeleta juu yake ushahidi wa watu wanne, wangeleta mashahidi wanne. Kama hawakuleta sasa, fa idh lam ya'tu bishuhadai fa ulaika inda Allahi humul kadhibun, kama hawakuleta ushahidi wa hao watu wanne, hao mbele za Allah ni waongo. Inawezekana tukio limetokea, lakini kwa kuwa hakuna ushahidi hairuhusiwi kumtuhumu mtu. Kwa hiyo sisi tunatakiwa kusema kwamba huu ni uzushi. walaula idh sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadha subhanak hadha buhtanun adhim, basi mlipozisikia hizi habari si mngesema sisi hatutaki kuzungumza maneno haya. Huo ndio utaratibu wa Uislamu ambao wewe unaujua. Sasa umezungumza maneno mazito kuhusu ndugu yetu na ushahidi hakuna, na hii ni qadhfu katika sheria ya Kiislamu. Kwa mimi na saha zangu bwana, ili jambo wewe achana nalo, hatima yake hapa duniani si nzuri, kadhalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hatima yake si nzuri, kwa Allah si mbali. Na kunasihi sana ndugu yangu, ili jambo achana nalo, lifute jambo hili, usiendeleze. Kwanza pia ndani yake kuna kuwaibisha waislamu wenzako na kuwadhalilisha Uislamu. Mimi sijui kumetokea nini baina yenu, wala sitaki kujua kwamba chanzo kilikuwa nini na nini, lakini achana na habari hizi, si nzuri. A'radhu an-nas ni kitu muhimu sana cha kuchunga. Kwa mimi na saa zangu ndugu yangu ni hizo. Kama utazifanyia kazi kama nilivyokuambia hapo mwanzo, basi itakuwa mimi nimenufaika kwa hilo, kwa kupata thawabu, kwa sababu addalu ala alkhairi kafa'ilihi. Kadhalika kama ukaamua kuzipuuza na saa hizi, ukaamua kwamba usizifanyie kazi kwa sababu yoyote unayojua wewe, basi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala mimi nishaitakasa mikono yangu, sikulikalia kimya jambo hili maadamu naweza kufika kwako. Itakuwa ma alaina illa albalaghul mubin. Kuradiana kupo watu, kuna watu wanataka kuwanyamazisha watu wasifanye raddi. Kuradiana kupo katika mambo ya kiilmu. Mtu anapokosea ufanyiwa raddi, akajibiwa, akakosolewa. Mimi binafsi nishawahi kumkosoa yeye Kishki, nishawahi kumkosoa kaka yake na wengineo katika mashaikh, lakini ni masala ya dini. Lakini jambo linapokuja swala la mtu binafsi, shakhsia yake, sasa haya mambo tumezuiwa sisi tusizungumze. Na hilo wewe walifahamu, si mjinga wewe, najua wafahamu. Kweli fanyie kazi hili ndugu yangu. Allah akubariki na kuongoze katika njia ya haki, na sisi sote pia. Assalamu alaykum wa rahmatullahi